Kilio ndani ya nchi ya Rwanda, kilio kikubwa, kilio ambacho kila mmoja atakisikia, kilio ambacho kitaacha pengo kubwa kwa nchi ya Rwanda. Wanasema kifo ni fumbo, na Mungu aliumba kifo ili iwe ibada kwa watu mbalimbali. Kinapotokea kifo mahali fulani, ndipo watu huwa wanajifunza na kutambua ya kwamba kweli Mungu yupo na tunatakiwa tuishi kwa upendo. Jina langu naitwa Apostle Justin Semba, na nimekuwa katika maombi ya kuomba muda mrefu kidogo. Ndipo Roho akanichukua, nikawa nasikia kelele za vilio katika nchi ya Rwanda. Mungu akaniambia, tazama nini ambacho kinafanyika katika nchi ya Rwanda. Nilipokuwa nikitazama katika anga la nchi ya Rwanda, nikawa naviona vilio vya wakubwa, wa mama, watoto, wa baba, na kila mmoja alikuwa anaonekana ana huzuni sana. Nilipojaribu kumuuliza Mungu nini maana ya maono haya, ni kwa nini wananchi wa Rwanda wanaonekana ni wananchi wenye huzuni, wengine wakitoa machozi, si wakubwa si wadogo, wote walikuwa wakilia sana. Na nilipokuwa nikitazama katika anga la Rwanda, nilikuwa nimepelekwa katika ukanda wa ndani kabisa wa serikali ya Jamhuri ya Rwanda. Nilipokuwa nikitazama siri zilizopo katika baraza la mawaziri, nilipokuwa nikitazama wakubwa wa vyombo vya ulinzi na usalama, nilikuwa nayaona mabishano kwamba nani akae, nani achukue nafasi hiyo. Nikajaribu kumuuliza Mungu Roho Mtakatifu ni kwamba ni nini hichi ambacho kinafanyika katika anga la nchi ya Rwanda. Mungu akaniambia, tazama mtu niliyemleta duniani kwa ajili ya mapenzi mema, yani namzungumzia Mheshimiwa Rais Paul Kagame. Mbingu zimepanga kumchukua, mbingu zimepanga apumzike, mbingu zimepanga alale salama, mbingu zimepanga zimchukue kwa sababu kazi yake ameshaimaliza. Kwa hiyo ni nini ambacho kinafanyika ndani ya serikali? Ni kwamba watu wa ngazi ya juu kabisa wanapanga ni nani atakayekaimu nafasi hii. Tukumbuke Rais Paul Kagame amekuwa madarakani kwa muda mrefu kidogo. Amekuwa madarakani na wananchi wameonyeshwa kulizika na utawala wake. Kutokana na Paul Kagame ameleta matokeo makubwa ndani ya serikali ya nchi ya Rwanda. Hivi leo anapumzika, hivi leo anatoweka. Hakika kifo ni fumbo. Kifo hakita kugongea hodi, kifo hakita kubishia kwamba odi odi naingia, bali kifo kinakuja ghafla sana, muda usiozani. Ndio maana maandiko yanasema sisi wote ni wapitaji, binadamu ni kama maua tunapita, wote tutakufa. Uwe una nguvu, uwe mzaifu, wote tutakufa. Uwe tajiri, uwe maskini, wote tutakufa. Uwe mweupe, uwe mweusi, wote tutakufa. Uwe mrefu, uwe mfupi, wote tutakufa. Uwe una kiburi, uwe hauna kiburi, wote tutakufa. Hakika kifo kinatufundisha mambo mengi, na kifo hichi cha rais huyu kitufundishe ya kwamba tunatakiwa tuishi kwa upendo, tutimize ahadi ambazo wananchi tumewaahidi. Tuishi kama sisi tutaishia, tusiishi kama sisi tutaishi milele, kwa sababu kufanya hivyo kutakuwa ni kosa kubwa mbele za Mungu. Ndio maana maandiko yanasema Mungu uwapinga wenye kiburi na uwakubali wanyenyekevu. Tuishi tukiwa wanyenyekevu, tuishi tukijua ya kwamba hata uwe unasujudiwa namna gani, ipo siku mwili wako utachoka na nafsi itatakiwa ichomoke iende kwa mtu mwingine. Ndugu yangu, tujue ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, hivyo tunapaswa wote tutubu, wote tumrejee yeye, kwa sababu maandiko yanasema wote waliompokea
walipokea, walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nataka nikwambie ndugu yangu, tuishi kwa upendo tukiamini ya kwamba Yesu Kristo ana rehema tele na rehema zilizojaa. Wote tuishi tukijua ya kwamba upo wakati Yesu atakuja kuwafufua waliokufa. Yesu atakuja kuwachukua walio wake. Nataka tu nikwambie ya kwamba ndugu yangu, kifo ni jambo kubwa linalotatiza. Kifo ni kitu ambacho hakitabisha hodi wakati kinakuja. Ndugu yangu, ishi kwa upendo. Ishi ukiwa unaamini ya kwamba dunia hii tunapita. Wabaya watakufa, wazuri watakufa, kila mmoja atakufa. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kukomenti. Uniambie nini maoni yako, nini ambacho unahisi, nini ambacho unaweza kukisema kupitia chaneli hii. Asante kwa kunisikiliza na nikutakie wakati mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.